Tanzania inapumua kasi ya maendeleo, ni mwendo wa kazi na utu. Katika kipindi cha siku 100 za mwanzo za serikali ya awamu ya 6, kipindi cha pili, sasa tumeona kuna haja tuwe na Wizara ya Kazi, Ajira na Mahusiano. Na mahusiano maana yake ni kwamba atakayeshika sehemu hii ya mahusiano atakuwa na kazi kubwa ya kama tulivyosema, kufanya mazungumzo na makundi mbalimbali na wahusika mbalimbali nchini ili kujenga mahusiano mazuri, nayo itakuwa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Ofisi ya Waziri Mkuu imewasha moto wa mabadiliko chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dira yetu ni moja: jamii iliyoelimika, yenye ujuzi na nguvu kazi yenye ari ya kulijenga taifa. Ustawi wa mfanyakazi ndio kipaumbele cha kwanza. Serikali imetekeleza ongezeko la mshahara kwa sekta ya umma na kuanza rasmi kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi kuanzia Januari 2026. Lakini si mishahara pekee. Haki na usalama vimeimarishwa. Programu ya Taifa ya Kazi za Staha imekamilika. Kupitia OSHA, usajili wa maeneo mapya ya kazi umeongezeka kwa asilimia 64.4 na kufanya vifo na ajali kazini kupungua kwa asilimia 24.5. Hii ni heshima kwa kila tone la jasho la Mtanzania. Hifadhi ya jamii imekuwa kinga thabiti. Thamani ya mifuko yetu imekuwa kufikia shilingi trilioni 24.6 kufikia Disemba 2025. Na hapa kuna habari njema. Uwekezaji pia umekuwa katika mifuko kutoka shilingi trilioni 9.39 mwezi Juni 2020 hadi kufikia trilioni 20.14 mwezi Disemba 2025. Kiasi hiki kinatokana na ongezeko la uwekezaji wa mfuko NSSF, ambao NSSF mwaka 2020 walikuwa wanawekeza trilioni 3.41, lakini mpaka kufika Desemba 2025 NSSF iliweza kuwekeza trilioni 8.74. Hata hivyo, mfuko wa PSSF uwekezaji wake ulikuwa kutoka shilingi trilioni 5.66 mwezi Juni 2020 hadi kufikia shilingi trilioni 10.51 mwezi Disemba 2025. Na mfuko wa WCF uwekezaji wao ulikuwa kutoka shilingi bilioni 321.52 mwezi Juni 2020 hadi kufikia shilingi bilioni 892.12 mwezi Disemba 2025. Uwekezaji huu umefanyika katika maeneo mbalimbali ikijumuisha hati fungani za serikali na makampuni binafsi, miliki ya ardhi, hisa katika masoko ya mitaji, amana za mabenki na uwekezaji wa pamoja. Kiwanda cha Mkulazi kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais kimeanza kuzalisha sukari ya viwandani mwezi Novemba mwaka 2025. Hatua hii inapunguza uagizaji wa sukari kutoka nje kwa asilimia 20 na imetoa ajira zaidi ya 9,000 kwa Watanzania. Huu ni uchumi wa vitendo. Tunajenga nguvu kazi shindani duniani. Kupitia programu ya Taifa ya Ukuzaji Ujuzi, vijana zaidi ya 5,000 wanapata mafunzo ya uanagenzi. Lakini pia mipaka haituzuii. Watanzania 2,000 wameunganishwa na fursa za ajira katika mabara ya Ulaya, Asia na Amerika. Hivi karibuni vijana 500 waendesha pikipiki wanaelekea Falme za Kiarabu na wataalamu wengine 1,000 kila mwaka watapelekwa Japan. Kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, tuna programu ambayo tunaendelea. Kuna vijana wengine wapatao 1150 wataondoka hivi punde kwenda nchini Qatar kufanya kazi, wengine madereva na mafundi mitambo. Lakini pia kuna vijana 500 ambao ajira zao nazo ziko katika hatua za mwisho. Kwa ndani ya muda mfupi tutakuwa na zaidi ya vijana 6,000 ndani ya miezi mitatu waliounganishwa na fursa za ajira nje. Kwa tunaamini mafunzo haya mnayoyapata hayaishi hapa, bali tunawaandaa kuingia katika ushindani wa ajira kimataifa. Tunataka vijana wa Tanzania wakienda kufanya kazi huko wafanane na vijana au wawe zaidi ya vijana wanaotoka kwenye mataifa mbalimbali wanapokutana kwenye soko la ajira la kimataifa. Kwa hiyo vijana, serikali hii inatambua hilo, na ndio maana tumeamua kuanzisha programu mahususi ya kuhakikisha nguvu ya taifa hususan yenye ujuzi wa chini inaongezewa ujuzi na stadi za stahiki ili kuhakikisha taifa linakuwa na watu wenye ujuzi
na weledi wa kutosha kuhudumia sekta mbalimbali. Na ndio maana katika hii program kuna fani mbalimbali kuhakikisha kila fani tunapata vijana wa kutosha ili waweze kushiriki katika kujenga uchumi wa nchi yao. Lengo ni kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2050 tutakapokuwa tumemaliza safari ya miaka 25 ya utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo, taifa linakuwa na nguvu kazi yenye ujuzi unaoakisi viwango vya ujuzi vinavyohitajika chini yenye uchumi wa kipato cha kati ngazi ya juu utakaoongozwa na maarifa na maendeleo ya viwanda. Ndani ya nchi, vibali vya kazi kwa wageni vimezalisha ajira zaidi ya 160,000 kwa wazawa. Nchi imara hujengwa kwa maridhiano. Kwa mara ya kwanza, jukumu la uratibu wa mahusiano limeanzishwa. Serikali imefungua milango ya mazungumzo na viongozi wa dini, vyama vya wafanyakazi na asasi za kiraia. Rasimu ya mwongozo wa kuimarisha mahusiano imekamilika ili kuhakikisha amani na mshikamano vinakuwa msingi wa maendeleo yetu. Siku 100 zimeandika historia. Ofisi ya Waziri Mkuu imethibitisha kuwa kwa falsafa ya kazi na utu, hakuna jambo lisilowezekana. Chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, safari inaendelea kwa kasi zaidi, tija zaidi na maisha bora kwa kila Mtanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu.